Sawa. Kitu kinachoitwa jangwa akikai maji. Unaona bwana? Bonde ndio inakaa maji, lakini kitu kinachoitwa jangwa alikai maji. Mtazamaji, kesho Dar es Salaam Young African Kuala Lumpur Malaysia, mabingwa mara nyingi zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya jana kutafuna dhabibu za Dodoma Jiji. Sasa kesho siku ya Jumatano wana jambo lao, na siku zote kijiji ambacho hakina wazee basi always hakuna heshima wala hekima. Niko hapa na mzee wa klabu Dar es Salaam Young African. Huyu mwamba kamshuhudia Manara kompyuta akiupiga, kama uona Tenga akipiga, wakongo wengi sana kawashuhudia wakiubona katika klabu Dar es Salaam Young African. Sasa kesho baada ya muda mrefu sana ofisi kutoka ndani ya makao makuu ya Dar es Salaam Young African, kesho ofisi za kisasa kwa mujibu wa Alikama kwamba kuwahi kutokea katika vilabu hapa Afrika, inakuwa klabu ya kwanza Yanga kuwa na ofisi za kisasa. Umekaa sana Kaunda hapo. Kwanza kwa majina unaitwa nani mzee wangu? Isa Hassan. Bwana Isa Hassan, urejeo wa ofisi ndani ya makao makuu ya klabu Dar es Salaam Young African kama mzee unazipokeaje? Nazipokea vizuri sana. Nazipokea vizuri sana, na ndio maendeleo yanayotakiwa, kila kitu kiwe pale Jangwani. Ulivyokuwa huko wapi pale. Mambo yote yawe Jangwani, kuanzia ofisi hiyo, na vile vile tunataka uwanja ujengwe vile vile, na hasa swala la uwanja ujengwe pale. Unaona bwana? Jana tumeona kijana wenu Alikamwe juzi, ilikuwa ni jana, alisema kwamba hata ndoa yake amesogeza mbele kidogo kusubiria uwanja umalizike kwa sababu tutakuwa na ukumbi mule ili aweze kufanya ndoa yake kuifungia katika uwanja wa Dar es Salaam Young African Kuala Lumpur Malaysia. Unadhani hili likiwezekana itakuwaje? Likiwezekana litakuwa klabu ya kwanza katika Afrika. Au Afrika Mashariki. Mitai ya Kariakoo kuna Pani Afrika, hapa kuna Simba, kuna Yanga na vilabu vingine. Yanga inakwenda kutengeneza uwanja wake. Unadhani kwamba wanaweza wakampiku mpinzani? Sana. Wanaweza wakampiku sana, kwa sababu itakuwa Afrika Mashariki kuwa na uwanja wa kisasa itakuwa ndio Yanga, na kuwa na klabu hapo ndio Yanga. Wale ambao wanabeza labda eneo lenu ni Jangwani, haiwezi kukaa uwanja, unawaambia nini? Sawa. Kitu kinachoitwa jangwa akikai maji. Unaona bwana? Bonde ndio inakaa maji, lakini kitu kinachoitwa jangwa alikai maji, na kaa sehemu fresh kabisa. Kwa hiyo hapo sisi hapa tuzuru chochote, ni sehemu safi tu na maji yataingia. Wewe kama mzee wa klabu ya Dar es Salaam Young African, katika mchezo wa jana dhidi ya Dodoma Jiji, kijana wenu Clement Mzize kuna kitu alikuwa anatafuta kwenye goli la Dodoma Jiji. Nini alikuwa anakitafuta pale? Hayo ni kama ni mambo ya mazoea ya Kiafrika tu, kwamba labda hapa pana nini, na sio mtu wa kwanza yeye. Kuna wakati mimi nilishacheza mechi tukatoa taulo. Unaona bwana, tukatoa taulo, tena leo katoa taulo. Ni mtu mwenyewe ameshafariki sasa hivi. Ni marehemu Kilongola. Alitoa taulo na tukapiga bao. Hiyo ilikuwa mechi gani mnapiga hapo? Hiyo kama sikosei ilikuwa Simba, ile ilikuwa mechi ya Simba. Tukatoa taulo. Mtu alikufa au? Mtu alikufa hapo? Kufa mtu. Ilikuwa sare. Pamoja na kutoa taulo lakini bado ikawa sare. Lakini jana tumeona Clement katoa taulo afu kambani chuma ikaingia, Mdathiri yeye akafunga. Sawa. Ile inakuja vile vile kama vitu vinavyofuatana tu, lakini sio kama kulikuwa na kitu fulani chochote, isipokuwa ni unogezi wa michezo tu. Lakini hakuna kisema. Mzee sema ukweli bwana. Wanasema hicho chochote ambacho hakina wazee hakina heshima. Ni sawa, lakini siwezi kuamini sana kama sijui kulikuwa na kitu fulani hivi, lakini ule ni unogezi tu wa mpira, kama unapofua nguo kaikunguta hivi, lakini bila kuikunguta inaweza kakauka tu. Unakubali kwamba kuishi kwingi kuona mengi ndio maana yake? Tuambie kidogo wewe, kuishi kwingi kuona mengi, tuambie kidogo pale bwana. Unasema hapa watao kwa wazee wenyewe. Hapana. Hamna kitu kama hicho. Kuna huu msemo kwamba mtu anasema, mtanya anasema amekufa kishujaa. Wewe kwenye kufa kishujaa unaamini vipi hapo? Kufa kishujaa kwa kweli ni kwamba umecheza mpira umetoka draw. Naona bwana, au umecheza mpira dakika za mwisho unapigwa goli moja. Ile umekufa kishujaa. Moja na Dodoma Jiji unakubali amekufa kishujaa? Amekufa kishujaa. Lakini vinginevyo ilikuwa tumpiga hata goli 5-6, lakini amejitahidi sana. Kafa kishujaa. Wanakuambia mfamaji haishi kutapatapa. Mchezo unaokuja dhidi ya Mashujaa sasa, masoko yale, baada ya kumngangania Simba kashinda ushindi mwembamba wa goli moja. Mnaiona mnakwenda kuishinda mechi leo? Hilo siwezi kusema kama tutashinda mengi au tutashinda, lakini tutashinda.
kwa sababu hili ni soka, lakini na imani tutashinda. Kuambia magoli 5-6 hapana, lakini tutashinda. Na urejeo wa Stefan Aziz Ki kwenye kikosi utasaidia kidogo urejeo wa Aziz Ki utasaidia, na vile vile hata Diala tungeombea na yeye arudi haraka vile vile, asigulize finali, atatuumiza. Wewe kama ulikuwa unaombea Mali itoke, unataka kabisa Mali endelee kusurvive, ije kufanya kazi huko. Kumbe Yanga kwanza Mali baadaye, ndio maana yake. Bwana sana wale mzee wangu akwambia bwana, yeye ombi lake kubwa lilikuwa mzee Diarra Aziz Ki watoke. Kwa hiyo Burkina Faso Mali baadaye, ila Dar es Salaam Young African kwa Rumpa Malaysia kwa mujibu wa mzee, Yanga kwanza, mengine baadaye. Bwana, endelea kutazama channel hii, lakini pia usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata notification ya taarifa mbalimbali ambazo unazipata. Tuko hapa mitaa Jangwani, mitaa kwa mitaa, kuangalia furaha ya mashabiki wa Yanga kuelekea siku ya kesho kuzindua ofisi mpya kabisa. Sasa hizi ukarabati unaendelea. Mimi ni Geoffrey Moses Kalundu, kwa nyuma kamera nipo naye hapa Junior kuweza kupiga mwingi zaidi.